zako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tupe neema masaa haya na majira haya tunaposogea mtakatifu kwako ili tuweze kusema wewe. Wewe umetuagiza ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na umetuahidi ya kwamba kwako utakuja pumziko. Nasi watoto wako tunaposogea mtakatifu kwako Baba, tumeleta mizigo yetu, tunakusihi neema yako Baba. Kutana nasi Bwana, kutana nasi Bwana, kutana nasi Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa neema yako. Asante maana tunaenda kulisikia neno lako. Tunakusihi Mungu, sema nasi, sema na mioyo yetu, tupe usikivu wa ndani ili roho zetu zipate kupokea kile ambacho umekusudia kwa ajili yetu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neema tena ambayo anazidi kuachilia juu yetu, kwa neema ambayo ametupa ya siku nyingine, juma jingine, nasi tunaishangilia na kuifurahia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na somo letu. Tunaendelea na somo letu ambalo tumepewa kichwa cha somo kwa mwezi huu kinachosema ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kalenda yetu ya huduma inasema ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu, na tumepata neema ya kwamba watumishi wengi kwa mwezi huu wa 6 wamesimama na wamefundisha mambo mengi yanayohusu upendo, yanahusu upendo wa Mungu kadiri Roho Mtakatifu alivyowaongoza. Na binafsi sasa mimi niseme kwa maana mimi mwenyewe, kwa namna ambavyo nimekuwa nikipokea haya mafundisho, naweza nikawa nimeelewa ya kwamba nimeangalia upendo wa Mungu au nimeutazama upendo katika engo kama 3. Kwanza ni upendo wa Mungu juu ya mwanadamu, au upendo wa Mungu kwetu, upendo wa Mungu juu ya mwanadamu. Lakini namna nyingine nimeona kwamba ni upendo wetu sisi kwa Mungu, na wengine wameenda mbali zaidi na kuzungumzia habari za upendo wetu na ndugu zetu, au upendo wetu sisi na jirani zetu, au upendo wetu sisi na mazingira au uumbaji wa Mungu ambao unatuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeona kupitia kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Tunaona namna ambavyo Mungu ameingia gharama kubwa ya kudhihirisha upendo wake kwa mwanadamu. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunaona gharama kubwa ambayo Mungu aliingia ili kuthibitisha au kuudhihirishia ulimwengu ni kwa namna gani alikuwa anatupenda. Na anadhihirisha upendo wake kwa kumtoa Yesu Kristo kama kitu chake cha thamani. Na watumishi wamefundisha wiki iliyopita, lakini zaidi hata jana, kama ulikuwepo ibadani, unaweza kuwa mtumishi amegusia sana kuhusu thamani ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kitendo cha Mungu kumtoa mwanae wa pekee, alitoa kitu cha pekee, alitoa kitu cha thamani sana kwake. Lakini kusudi kubwa
likiwa ni kumkomboa mwanadamu, ambaye mwanadamu ndiyo sisi, kwamba hatukustahili kukombolewa au kupendwa katika kiwango kile, lakini kwa sababu kwa upendo wa Mungu ambao hatuwezi kuupima, Mungu anaamua kufanya tendo hilo la upendo. Jambo moja nilitaka nikwambie ya kwamba tunapoongelea upendo, tunaongelea kwamba upendo ni tabia ya Mungu au ni sifa ya Mungu. Yaani tunapoongelea tabia za Mungu, mojawapo kubwa inayomtambulisha Mungu ni upendo. Kwa hiyo tunaita ni attribute za kimungu, sifa ya Mungu. Upendo ni sifa ya Mungu. Tumishi alizungumza wiki iliyopita kuhusu principles za kimungu, na mojawapo akawa anaongea kwamba ni upendo. Sasa mimi naizungumzia upendo kama tabia ya Mungu. Na ukisoma Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 21, Mwanzo 3:21, neno la Mungu linasema, nami nitawapa watu hao Mwanzo 3:21 anasema, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi na akawavika. Jana mtumishi wakati anafundisha aliachilia mafunuo ambayo binafsi sikuwahi kufikiria kama ningeweza kulitazama neno katika engo ile au katika mafunuo yale. Yaani Mungu baada ya mwanadamu kuwa ameasi, Mungu alichofanya, mpango wa ukombozi wa mwanadamu ulianza tu pale mara baada ya mwanadamu kuwa ameasi. Tunaona kwamba Mungu anapokuja pale bustanini anamkuta Adam na Eva wakiwa tayari wamekwisha, na aliona, sio kwamba hakujua, lakini anapokuja pale, jambo la kwanza alilofanya ilikuwa ni kumchinja huyo mnyama mwana-kondoo na kuwatafutia mavazi. Kwa kumbe mpango wa ukombozi wa mwanadamu ulianza tangu pale mwanadamu pale tu alipoasi, Mungu akamchinja mnyama, kwa sababu tungewezaje kupata ile ngozi kama sio kwa kumwaga ile damu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona jana nikapata hicho kitu kwamba kumbe Mungu pale pale yeye alianza mpango wa ukombozi, akachinja mnyama, akamwaga damu kwa ajili, na huyu mnyama ndiye mwana-kondoo. Ndio maana Biblia inasema kwamba mwana-kondoo aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa Yesu alijitoa pale kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, ni kama kwenda kumtetea, kwa sababu tayari mwanadamu alikwisha kuasi, alikwisha kuingiza uadui katika hali ambayo Mungu hakumuumba mwanadamu katika namna ile. Na Mungu anachukizwa sana na uasi. Yaani hakuna kitu ambacho kinamchukiza Mungu au kinaweza kaleta ghadhabu kubwa kwa Mungu kama uasi. Na ndio maana utaona ziwe ni zile amri 10, ziwe ni sheria zote, kitu ambacho Mungu alikuwa anatafuta zaidi ilikuwa ni utii. Bwana Yesu asifiwe. Na uasi ni kinyume cha kutii, si ndio? Kwa ina maana baada ya mwanadamu kuwa ameasi, ukisoma kitabu cha Samueli, Mungu anafanisha uasi au mtu anayeasi. Samueli wa kwanza 15. Shabiri kama umepata unasoma chapo hapo. 15:23. Anasema kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Yaani Mungu anatazama mtu ambaye amempa maagizo, badala ya kuyafuata akaasi au akakaidi kuyafanya, anamtazama sawa na mchawi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwanadamu alifanya kosa kubwa ambalo kwa hali ya kawaida lisingehitaji msamaha. Tena anasema hivi, na ukaidi ni kama ukafiri wa vinyago. Ukiangalia zile sheria ambazo Mungu alimpa Musa, katika zile sheria tunaona kwamba ilikuwa mtu akifanya mfano dhambi ya uasherati, adhabu yake ni kupigwa na mawe mpaka kufa. Kwa nini Mungu alikuwa anatoa picha ya namna ile, kwamba inapotokea maagizo ambayo nimeyaweka ikatokea mtu akayavunja, kama anaweza kuachilia kibali kwa mwanadamu kwamba akicheni mnampiga mpaka anakufa, je, yeye Mungu anaweza kufanya nini? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kumbe ile dhambi ya uasi, ile dhambi ya ukaidi na kutokutii, mwanadamu alistahili kufutiliwa mbali kabisa, na Mungu akaanza mpango mwingine mpya. Lakini ni kwa upendo tu aliamua kwamba huyu mwanadamu ambaye nimemuumba kwa mfano na sura yangu, lazima nitaweka mpango wa kumkomboa. Na tukaona ya kwamba upendo ni gharama. Tumeshalifundisha sana wiki iliyopita kwamba uwezi ukasema una upendo kama hujagharimika. Upendo unahitaji, ni gharama. Kuna gharama lazima uingie, iwe ni katika hali ya kawaida ya upendo kati ya mtu na mtu, lakini kuna gharama ambayo ni lazima tuingie ili kudhihirisha ule upendo wetu, aidha ni kwa watu au ni kwa rafiki yako. Kuna gharama lazima utaingia, na upendo ni kusalenda. Naweza kutumia hilo neno kwamba ni kusalenda kile kitu chako cha thamani. Uweze ukasema mtu kwamba huyu nimempenda kwa sababu nimempa jambo fulani, lakini yule mtu anapotumia ile jambo moyoni unaumia. Labda ni zawadi umempa, lakini ukiona anavyoitumia unaumia. Huo sio upendo. Hapo umefanya labda ikiwa na maana, yani labda kwamba wewe uonekane hivi vitu labda unavyo. Kwa mfano sisi hapa tuna zile sadaka za diakonia unatoa kwa ajili ya kusaidia wanaojiweza. Sasa leo hii mtu alete kitu ampe kwamba huyu naona, lakini moyoni anasikia watu wanapeleka vitu vyangu bwana. Kwa hali ya kawaida hiyo sio ishara ya upendo. Upendo unapokuwa umeachilia kile kitu chako cha thamani, unakiachilia kwa moyo wa kupenda. Na ndio maana hata Mungu wakati wale wana wa Israeli alipomwagiza kwamba nendeni ukusanye kwao, anamwambia kusanyeni kwa yule mtu mwenye moyo wa kupenda. Sio yule ambaye anabaki na kinyongo, yani unatoa lakini moyoni unabaki kwamba, au unatoa kwa sababu unavyo. Hapana. Toa kitu kwa moyo wa kupenda. Kwa hiyo Mungu alitoa kwa moyo, alitoa anatufundisha kupenda kwa namna hiyo, kwamba ametoa kitu chake cha thamani. Biblia inasema alimtoa mwana wake wa pekee. Na alivyotaka kujua namna gani mwanadamu anaweza akapenda, tunaona kwamba anamjaribu Ibrahimu. Hebu nitolee mwanao, tena mwanao wa pekee, huyu ambaye nimekupa katika uzee. Unajua Mungu alipomwambia Ibrahimu kuhusu zile ahadi, Ibrahimu ilifika hatua ni kama alikata tamaa, na akamuuliza Mungu, mimi naona umri wangu umeenda na mke wangu, sasa unavyoniambia kwamba uzao wangu utakuwa sawa na mchanga wa baharini, hivi mbona sioni? Yani kwa hali ya kawaida mbona mimi sioni? Lakini Mungu anamthibitishia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anapomjaribu Ibrahimu kwamba nitolee mwanao wa pekee. Kwa nini sisi tunaitwa ni wa uzao wa Ibrahimu? Kwa sababu Mungu alitamani kutufundisha kwa namna ile ambayo yeye mwenyewe alipenda na akamtoa mwanao wa pekee, lakini zaidi kwa namna ambavyo alimjaribu Ibrahimu, na Ibrahimu kwa moyo wa kupenda akatoa kwamba kama Mungu umenipa katika umri huu, basi kumbe vyote nilivyo navyo ni vya kwako.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaweza kujifunza zaidi juu ya tunapoongea kuhusu gharama, kugharimika kwa ajili ya upendo. Tunaweza kujifunza zaidi kwa Daudi. Wakati tauni ilipokuwa imeingia, kuna muda Mungu alimwadhibu Daudi na akashusha tauni katika ufalme wake ule. Na akaja yule mtumishi alikuwa anaitwa ni Gadi, akamwambia Daudi, ili tauni iondoke itakutakiwa uende umtolee Mungu, umtolee sadaka ya kuteketezwa katika madhabahu fulani, nadhani kwa Arauna. Kwa Daudi akaenda kule kwa Arauna kama ambavyo mtumishi wa Mungu alimwelekeza. Alipofika kule, yule Arauna akampokea Daudi na akamwambia kwamba mfalme, kwa kuwa umekuja. Kwanza akamuuliza ni kitu gani umekuja kwa ajili ya nini? Baada ya mapokezi ya Daudi anasema mimi nimekuja kumtolea Mungu wangu sadaka ya kuteketezwa na nahitaji eneo, kwa sababu Mungu amenielekeza kuja kutoa katika eneo fulani ambalo lilikuwa ni eneo la Arauna. Daudi akasema basi mimi nitatoa hicho, kama ni kiwanja, kama ni nini, nitatoa ili wewe kwamba uweze kumtolea Mungu sadaka ya kuteketeza, ili kwamba tauni iweze kuondoka juu ya watu hao. Daudi kitu alichomjibu, anamwambia siwezi kumtolea Mungu sadaka yangu ya kuteketezwa pasipo kuigharimia. Yaani kwamba mimi nimekuja, wewe unipe kiwanja ili mimi nitoe hiyo sadaka. Akasema siwezi kumtolea Mungu pasipo kuigharimia. Bwana Yesu asifiwe. Umepata huo mstari? Umepata. Samueli wa pili 24:24. Samueli wa pili 24:24, Marko anasema, lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitakinunua kwako kwa thamani yake. Wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketeza zisizogharamia. Hivyo Daudi akakinunua hicho kiwanja cha kupulia na wale ng'ombe kwa shekeli 50 za fedha. Kwa huyu mtumishi, yeye alijitoa, anamwambia mfalme, kwa sababu ya mfalme amekuja kwako. Yaani ni mheshimiwa rais leo ameingia hapa, anasema nataka kufanya jambo fulani. Kwa hiyo anasema kwa sababu ya heshima yako mfalme, mimi ng'ombe natoa, kiwanja natoa, ili kwamba yeye naye apate baraka. Yule jamaa anaonekana alikuwa mjanja sana. Lakini Daudi akasema hapana, haiwezekani. Nitavigharimia, nipe hesabu ni shingapi. Mimi nitavigharimia ili ninapomtolea Mungu, nimtolee Mungu kilicho cha thamani kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kwamba utoaji ni ishara ya upendo. Yaani utoaji, ukitoa katika hali ambayo ule utoaji wako hujaambatana na upendo, huo sio utoaji ambao Mungu anatufundisha. Yaani hata sadaka iwe ni unatoa unampa mtu, iwe unampa ni zawadi, lazima upendo huo umeambatana na ule utoaji. Yaani ni lazima kuwepo kitu ambacho tunasema ni upendo kimebeba hicho kitu. Na kwa namna yote lazima kile kitu kiwe ni cha thamani kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa thamani lazima tuangalie kwamba kuna gharama ya kuingia ili kupenda. Lakini pia uwezi ukapenda kwa kutoa kilicho dhaifu. Ili kudhihirisha kwamba upendo wangu una thamani, lazima utoe cha thamani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utoe cha thamani. Na Daudi anatuonesha namna ambavyo tunatakiwa kujitoa kwa upendo na kwa thamani. Lazima kuwe ni kujitoa au kusiko na matarajio ya malipo. Unajua sasa hivi kuna shida moja ya kwamba unaweza ukafikiri mtu amekufanyia jambo fulani kwamba kwa sababu ya upendo, kumbe amefanya kwa sababu anajua, ni kama anawekeza. Yaani tuchukulie mfano tu, kwa mfano hii michango inayoendelea ya harusi na nini.
Unafikiri wale watu wanatoa kwa sababu wanakupenda sana mtumishi Shabiri? Asilimia kubwa kama ni 70% wanatoa kwa sababu ndio maana utashangaa baada ya muda ile mtu naye akipata jambo anarudi tena kwako. Kwa sababu nilimpa hela yangu. Na wewe sasa inatakiwa fanye nini? Unipe. Sio kwa sababu alitoa kwa sababu anakupenda. Ila ni upendo, yani ni utoaji ambao una matarajio, yani kama wanawekeza. Sasa hatutakiwi kuwa na upendo wa namna hiyo sisi kama Wakristo. Yani upendo wetu lazima uwe kwanza tunatazama Kristo, yani kwa ni upendo ambao hautarajii. Yani unatoa kwa sababu inaitwa ni upendo wa agape, usio na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utashangaa kwa nini nitumie neno sijui maskini, lakini utashangaa kwa nini watu ambao wana uhitaji wanazidi kuwa na uhitaji, yani kila siku, kila mara, na wakati kuna watu ambao wanaweza wakawawezesha. Unajiuliza ni kwa nini? Kwa sababu wale ambao wenye uwezo wa kuwezesha hawawezi wakawawezesha hawa ambao wanajua wana uhitaji, ambao hawawezi wakawapa chochote kwa mitazamo yao. Bwana Yesu asifiwe. Yani kwa sababu mtu anajua kwamba huyu hana kitu, mimi hata nikitoa kitu changu nikampa, mimi atanipa nini huyu? Kwa hiyo yuko radhi aende amwezeshe mtu ambaye anajua kwamba huyu nikimwezesha hivi, ipo siku naye anaweza nikahitaji msaada kwake. Yani kwamba unatoa msaada ukitarajia msaada. Ndio upendo tulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana kwenye jumuiya nadhani kuna ile ambao mlikuwepo, kuna nani kawa nauliza kwamba lile swali kwamba je, jumuiya zetu zinaishi zile tunu za kanisa, si ndio? Ambazo zile tunu kama tunajua ni upendo, umoja, utu, maombi na nini. Mimi nataka kuzungumzia tu hiyo kwamba ya upendo. Yaani kwamba kanisa linaishi zile tunu, au tunaishi katika upendo ambao ni upendo usio na sababu, au dunia imetuchanganya kwamba na sisi sasa hivi tunafanya sawa na ulimwengu wanavyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwamba sisi tumekuwa na sisi kwamba yanayofanyika huko sasa na sisi ndio tunakuja tunaleta huko. Lakini sisi, Biblia inatuambia kwamba ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Yaani sisi ndio tunatakiwa wenyewe waone wale wa Kristo, wale wafuasi wa Yesu wale wanakaa wana kitu wale. Yaani wale wanakaa kitu fulani ambako tunatakiwa tukaige. Lakini baada yake ni kwamba sisi ndio tunaenda kuiga wale sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie watu wa Mungu. Yaani kama ni upendo, huko mbele tutaona. Upendo wetu hautakiwi kuwa ni upendo ambao una matarajio. Tuna expectations. Yaani kwamba mimi leo hii nitakutafutia kazi kwa sababu najua kwamba wanangu wanaweza wakaja kupata wanaweza wakaja kuwasaidia. Mimi huyu kijana nitampa kazi kwa sababu, yani sio kama utafanya kwa maana ile ni upendo. Kuna watu au mseme anapenda tu wale anaowafahamu. Anapenda wale ambao ni ndugu zake na anautafsiri kama upendo. Ni kweli ni kama upendo, lakini tumesoma habari za Msamaria. Alisaidiwa na ndugu yake yule? Alisaidiwa na mtu wa kabila lake yule? Alisaidiwa na mtu aliyekuwa anasali naye? Hapana. Yule alisaidiwa na mtu tu aliyekuwa anapita, tena akairisha mambo yake. Unaweza ukapata hicho kitu sasa hivi. Yaani mimi leo hii niwe naenda Morogoro, nikute mtu pale barabarani pale Kiteto amepata shida, kwamba nasimamisha gari namleta hospitali ya Kiteto, sio nimesema karibu, namleta hospitali ya Uhuru pale au General, alafu ndo niendelee na mambo yangu, niambie bwana kila kitu ambacho utakuta bili yote nitakava. Huo ndo upendo ambao sasa ndo Kristo alikuwa anatuonesha. Yule mtu alikuwa na safari zake
na punda wake, si ni farasi, si ni punda wake, lakini akasimamishe na akachukua juu. Sasa hatuwezi kujua ilikuwa ni umbali kiasi gani kule alikompeleka. Anaambia akampeleka nyumba ya wageni kama sikosei, kwamba hakisheni huyu mnamtunza, na maana kule sio kumtunza tu, ilikuwa mpaka na kumtibu na apone, na gharama zote nitabeba mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hapa kanisa hii, yani sio tu kanisa leo hii, naweza mtu hata akadondoka hapa, lakini msizingatie zaidi itakuwa ni napiga selfie hapa posti status. Kuna mtu bwana leo kadondoka bwana. Ndio vitu ambavyo ndio wewe unaambia kwamba unaona mtu anazama, baada ya kwenda kumuokoa wewe unapiga picha kuonesha namna alivyokufa. Ndiko tulipofikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza kuona kwamba kama kanisa kabisa, kama kanisa tumeondoka katika lile ambalo lilikuwa ni kusudi la Mungu. Na Yesu tunasema mission kubwa ya Yesu hapa duniani, hii mission ile ya miaka 3 ile ilikuwa ni mwanadamu aweze kufanya nini? Kukombolewa. Na ukombozi wa huyu mwanadamu utaanzia katika kukomboa roho yake. Na mojawapo ya matengenezo ambayo Kristo anataka kuyatengeneza katika roho zetu ni kwamba sisi tuwe na upendo. Tuwe na upendo, tuwe na umoja. Na ndio maana katika yale maombi yake anambia na aliwaombea wawe na umoja. Huo umoja utaleta upendo. Tutaona kuna huko mbele taona labda ni maki anasema amri mpya nawapa. Yaani achana hizo amri nyingine, mimi nawapa amri mpya. Ilikuwa ni amri gani? Pendaneni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana tukawa tunaona ni makusanyiko ya kiroho. Naita ni makusanyiko ya kiroho kama kanisa. Lakini kama kuna kusanyiko ambalo katikati yake hamna upendo, ile kusanyiko niweza kusema nitumie neno ni batili. Yaani kama kusanyiko la kiroho ambao lengo sisi tunasema ni kumtafuta Kristo na wokovu, lakini katikati ya ile kusanyiko la kiroho hamna upendo kati ya ndugu kwa ndugu, ile kusanyiko mission yake itakamilika kweli? Hapana. Tunafanya nini watu wa Mungu? Ndio maana tunasema tunahitaji neema, lile vazi, ile ngozi ile ambayo yule damu, tunasema yule mnyama ambaye Mungu anamchinja kwa ajili ya kuwavalisha, lile vazi lile ndilo vazi tunalohitaji. Kwa sababu baada ya Adamu na Hawa kuwa wamemwasi Mungu, kuwa wamemkosea, walichofanya ilikuwa ni kukimbizana kutafuta ni namna gani wanaficha ile aibu yao. Wanaficha ule uchi wao, ule utupu wao. Kwa sababu ndani ya mioyo yao kuna kitu kiliondoka. Na wenyewe wakahangaika na wanapambana kwa ajili ya kujifunika kwa hali ya kibinadamu. Lakini Mungu anasema hapana. Hawa wanahitaji vazi. Wanahitaji vazi ambalo litatengenezwa na Mungu mwenyewe. Ni maombi yetu kwamba Mungu atutengeneze mwenyewe. Mungu atutengeneze mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu wake. Atutengeneze na atuvishe hilo vazi ambalo tunatakiwa kuwa nalo kutoka kwake. Kama ni sadaka, yeye alikwisha kuitoa. Kristo anasema yani tukimwamini yeye, ina maana sitapokea kile ambacho Baba alimtuma. Bwana Yesu asifiwe. Ambacho Baba alimtuma. Kama ametuma kuja kututengeneza, matengenezo ni lini? Matengenezo ni sasa hivi. Yesu asifiwe. Matengenezo ni sasa hivi. Tunachoomba zaidi ni kwamba Mungu atengeneze mioyo yetu. Pale ambapo tunahisi tumepata hali ya utupu, pale ambapo tunahisi kuna namna fulani ambavyo adui kuna vitu amepandikiza. Kwa sababu niwaambie tu kanisa,
inapotokea kwamba ukaona wivu, chuki, husuda, fitina, sijui nini, ufisadi, tamaa vinashamiri zaidi kama machipukizi, ina maana pale pendo haliwezi likakaa. Kwa sababu tunasema Mungu ni pendo, na ukimjua ukiwa na upendo tayari Mungu anakaa ndani yako. Kama upendo haupo, ina maana kuna kitu ambacho kimepandikizwa kwako. Kwa hali ya kawaida unaweza ukaona, ndio maana unaona unashangaa kwamba watu wanapambana sana, wanapambana kwamba ni kama ni utoaji, wanajua labda kutoa ni ishara ya upendo. Mtu anapambana kwenda kutoa, lakini kumbe sio utoaji ambao unatoka katika moyo, kwa sababu moyo ulishaharibiwa, ile hali ilishaharibiwa, ule upendo ulishaondoka. Yeye anapambana. Ndio maana utashangaa watu wanatoa, anapambana, anaenda kutoa watoto yatima, anatoa, lakini na picha ziwepo. Unaona kwamba nia iliyopo sio ya kuonesha upendo. Nia ni kwamba watu waone mimi ninavyo, na mimi wanatoa, mimi wana upendo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Tusimame. Kwa tena mbele za Mungu kuomba ya kwamba atutengeneze kwa upya. Atutengeneze kwa upya. Ili neno analoachilia juu yetu likafanyike chachu itakayoweza kutubadilisha. Kwa sababu kama kazi aliyotumwa ni kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, hatuwezi tukakombolewa pasipo kukombolewa kwanza roho zetu. Roho zetu ndizo ambazo zimejeruhiwa. Na zimejeruhiwa kwa nini? Kwa sababu adui tayari kuna vitu ambavyo yeye amekwisha kupandikiza. Na sisi kwa kutokutambua tumeiga yale ya nje, na sisi tumeyabeba kama ajenda zetu kama kanisa. Lakini yeye akitutengeneza sisi turudi katika njia, turudi katika lile kusudi ambalo Mungu amekusudia kwa ajili yetu. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, huachi ninyauke, ona kupenda. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, huachi ninyauke, ona kupenda. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, huachi
tunasogea mbele zako saa hii na wakati huu. Tunakushukuru kwa upendo wako kwetu, tunakushukuru kwa fadhili zako kwetu. Asante kwa neema yako Bwana, maana wewe umetupenda na umetupenda upeo. Baba, umetupenda kwa maana sisi hatukustahili kupokea upendo lako, lakini kwa msaada wako na kwa neema yako Baba umeachilia huo upendo juu yetu. Ni maombi yetu kwamba tunaposogea mahali hapa, ni maombi yetu Bwana ya kwamba tutengeneze mioyo yetu. Ni maombi yetu Bwana ya kwamba ututengeneze upya, ni kwamba ukatutengeneze mioyo yetu Bwana, ya kwamba ututengeneze watoto wako, ya kwamba ututengeneze mioyo yetu ili tuweze kupenda wewe, ili tuweze kutambua ile thamani ya upendo wako kwetu, ili tuweze kutambua ya kwamba wewe uliingia gharama ya kumtoa mwana wako kwa ajili yetu Bwana, ya kwamba uliingia gharama kwa ajili ya kutukomboa sisi. Baba, wewe ulimtoa mwana kondoo na ukaachilia hiyo damu, ili kwamba kwa hiyo damu sisi tuweze kupona, kwa hiyo damu sisi tuweze kuponywa roho zetu, kwa hiyo damu sisi tuweze kukombolewa. Nasi watoto wako saa hii tunasogea madhabahuni pako, tunasogea patakatifu pako, tunakusihi Bwana, tunakusihi Mungu wa rehema, ukaturehemu Bwana, ukaturehemu Bwana, maana yamkini tumefanya kinyume na mapenzi yako, yamkini tumefanya vile ambavyo haukukusudia, yamkini tumeonyesha upendo kwa hali ambavyo si katika kiwango chako, si katika kipimo chako, si katika vile ambavyo wewe Mungu unataka. Baba, tunasogea mbele zako, tunaomba rehema zako ziwe juu yetu, tunaomba turehemu Bwana, tunaomba turehemu Bwana, tunaomba turehemu watoto wako kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba, turehemu jioni ya leo, turehemu Mfalme, turehemu Jehova, pale ambapo tumefanya ili kwamba tuonekane, tumefanya ili kwamba tuonekane machoni pa watu, lakini kwako Bwana sisi tunakuja saa hii, tunaomba turehemu, maana tazama, tulifanya ili wanadamu watu waone, tulifanya ili tutazamwe na watu, tumeonesha roho ambazo hazipendezi machoni pako. Baba, tunakusihi ukaturehemu saa hii, ukaturehemu jioni ya leo. Turehemu Bwana, turehemu Bwana, rehemu kanisa lako, turehemu Bwana, rehemu watoto wako, turehemu Bwana, turehemu madhabahu ya Ebeneza, turehemu Bwana, pale ambapo tumefanya si sawasawa na mapenzi yako Bwana. Tunakusihi kwa neema yako, achia rehema zako Bwana, achia rehema zako juu yetu, ukatukomboe tena Bwana, ukatutengeneze tena Bwana, kwa hiyo damu yako Yesu, hiyo damu yako Bwana ikaturehemu tena, hiyo damu yako Yesu, hiyo damu yako Yesu ikatugange mioyo yetu, hiyo damu yako Yesu ikatuponye mioyo yetu, hiyo damu yako Yesu ikapite ndani ya mioyo yetu, ikapite kwenye nafsi zetu na kututengeneza kwa upya, na kututengeneza kwa upya. Turejeze Bwana katika pendo lako, wewe uliye mfalme Bwana, turejeze katika pendo lako, maana ni agizo lako ya kwamba tupendane sisi kwa sisi, na hapo ndipo taona ukuu wako, na hapo ndipo taona msaada wako. Bwana, tunakuitia jioni ya leo, achilia upendo ndani yetu, achilia upendo ndani yetu, achilia upendo juu ya watoto wako, achilia upendo Bwana juu ya mama huyo, achilia upendo Bwana kwenye familia zetu, achilia upendo wako Bwana kwenye ndoa zetu, achilia upendo wako Bwana juu ya watoto wetu na juu ya vizazi vyetu. Baba, achilia upendo wako, achilia upendo wako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, achilia upendo wako juu yetu Baba, ukatutengeneze upya Baba, ukatufinyange kwa upya. Wewe uliye mnyunyizi, hiyo damu yako ikanyunyize katika mioyo yetu, ikaturekebishe kwa upya, ikatutengeneze kwa upya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunaitia neema yako itufunike, tunaitia neema yako Bwana iwe juu yetu, hiyo neema ya upendo Bwana ikawe juu yetu, hiyo neema yako Bwana iwe juu yetu. Tutengeneze kwa upya Bwana,
tutengeneze watoto wako, tutengeneze Bwana, achilia upendo ndani yetu, tuweze kupendana sisi kwa sisi, tupendane Bwana, tupendane sisi kwa sisi, hata tunapokutolea sadaka zetu, tunapokutolea miili yetu kama dhabihu Baba, tukaitoe kwa upendo mbele zako Baba, tukajitoe kwa upendo, tukajitoe kwa upendo, tukajitoe kwa upendo, si katika matarajio, si katika matarajio Baba, tukatambue ile thamani ya upendo wako kwetu, tukatambue ile thamani ya upendo wako kwetu, nasi Bwana mioyo yetu ikageuzwe, mioyo yetu ikageuzwe na ukupende wewe Bwana, mioyo yetu ikageuzwe, tukupende wewe Bwana, tukupende kwa mioyo yetu, tukupende kwa roho zetu, tukupende wewe Bwana kwa nguvu zetu, tukupende wewe peke yako, tukupende wewe Jehova, tukupende wewe Bwana, tukupende tunapoingia, tukupende tunapotoka kwenye familia zetu, huko makazini kwetu na juu ya vizazi vyetu Baba, achia upendo wako juu yetu, achia upendo wako Bwana, achia upendo wako Bwana, kwa jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu kwa maana tazama wewe ni Mungu wa neema. Tunakushukuru kwa neema yako Bwana. Asante kwa huo upendo wako Bwana. Asante maana wewe unazidi kutufundisha. Asante maana wewe una nia mema kwa ajili yetu. Wewe una nia mema kwa ajili yetu Bwana, na unazidi kuachilia haya masomo, unazidi kuachilia hili neno lako ya kwamba sisi tuweze kufahamu na fahamu zetu zikafunguliwe, tuweze kutambua ya kwamba bila upendo wewe huwezi kushuka ili kutuhudumia Baba. Tutambue thamani ya upendo wako kwetu, tutambue thamani ya kumtoa mwanao Yesu Kristo kwa ajili yetu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaposogea mbele zako tena Bwana, tumebeba sadaka zetu kama ishara yetu ya upendo, kama ishara yetu ya upendo. Ni maombi yetu kwamba Baba ukakutane nasi kupitia sadaka zetu, kutana na hizo roho zetu, kutana na mioyo yetu iliyobeba sadaka hizi, maana tunakutolea kama ishara ya upendo wetu kwako Bwana, kama ishara ya upendo wetu kwako Bwana, si kwa sababu tunavyo vingi, bali Baba tunatoa kama ishara ya upendo wetu kwako Bwana. Tunakusihi kwa neema yako Baba, ukapokee sadaka zetu, ukazipokee na kuzitakabali kama vile ambavyo ulitakabali ile sadaka ya Abeli mbele zako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, na ukatupelekee msaada utokao kwako, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Asante kwa neema yako. Karibu kwa ajili ya sadaka. Niukaribishe mchungaji ili kutoa baraka, ili tunapotoa sadaka tumemaliza moja kwa moja. Nenda kushukuru, nenda jioni kwa mshukuru. Ni upendo wa Mungu ambao umekufunika maisha yako. Usiangalie mbona wenzetu hawako, angalia mimi jinsi alivyokupenda akakupa nguvu na wakati wa kukaa. Hilo ndio uliangalia. Haleluya. Hata uko yako fika. Maana Mungu amekupenda, amekupa nguvu, amekupa na wakati wa kumshukuru Mungu. Wengine wanaamka asubuhi wamepata kazi katikati ya siku. Kuna wengine walitamani kwamba jioni nitafika hapo katikati. Umepata shida. Wewe ni nani kama sio upendo wa Mungu? Haleluya. Mimi ni somo sana kwa Mungu. Ni somo sana kuendelea kumshukuru Mungu kwamba hakika ananipenda na mimi. Amenifanya niwe jinsi nilivyo. Endelea kumshukuru. Amen. Mungu akubariki sana. Ambao hatuwezi kulipa. Pokea baraka za Mungu.
ambaye amejaliwa kuiona jioni hii, na kushukuru kwa ajili Mungu amesimamisha utumishi wake kwa